TV Media. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli kutokea mashariki mwa DRC, lakini pia dunia nzima. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, tunayo furaha tele ya kuweza kukualika kuandamana nasi katika habari zetu za mchana wa leo. Ikiwa unatufuata asubuhi, tunasema asubuhi njema. Ikiwa unatufuata mchana, mchana mwema. Lakini ikiwa unatufuata jioni, basi tunasema jioni njema. Na ukaribisha kuambatana nasi katika habari zetu za mchana wa leo. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo, msikilizaji na mtazamaji, tutakujuza kuhusiana na matokeo ya vita vilivyorindima huko Kabare tarehe 14 Juni mwaka wa 2025 kati ya wazalendo dhidi ya vikosi vya wahasi wa M23. Lakini pia tutajielekeza moja kwa moja huko Beni ambako kumeibuka na kikosi kipya cha wazalendo ambacho kinakuja na malengo ya kuweza kufanya ukombozi ya kuwafukuza mahadui ambao wanaendelea kushikilia maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini pia utasikia kuhusiana na wazalendo wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini wanavyomlahumu kamanda Kabido kwa usaliti ambao aliweza kufanya. Mwishowe tutajielekeza huko Kamituga ambako kumeripotiwa na sintofahamu kati ya wazalendo dhidi ya waendesha bodaboda, huku waendesha bodaboda wakidai ya kwamba wananyanyaswa. Kwa hivyo ambatana nasi katika habari zetu za siku ya leo mwanzo mpaka tamati. Lakini ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia channel hii, nakusihi kuweza kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare ili uendelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde. Tupo kote ulimwenguni. Ambatana nasi. Na moja kwa moja tufungue kurasa wetu wa habari tukianzia huko tarafani Kabare ambako kuliripotiwa na mapambano makali Jumamosi hii ya tarehe 14 Juni mwaka wa 2025 kati ya vikosi vya wazalendo dhidi ya wahasi wa M23. Mapambano hayo yaligusa vijiji mbalimbali vikiwemo vijiji vya Kagabi, Bushora, Chirunga na Gobe na kusababisha watu mbalimbali kupoteza maisha, huku wakiwemo watoto wadogo wanafunzi walipokuwa mashuleni. Kwa mujibu wa duru za mahali zimesema ya kwamba ni wahasi wa M23 ndio waliokwenda kuwachokoza wazalendo kwa kukisia kuunguza nyumba mojawapo ndani ya kambi ya wazalendo. Ndipo wazalendo kwa hasira kali walianza kujibizana nao na kufanikisha kuwarudisha majeshi wa wahasi wa M23 nyuma zaidi. Hawa hapa ni washuhuda wa tukio hilo. Bandugu, amjambo katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hii picha nimetuma mgrupe ni hali ambayo ilipatikana Kabare, kuparosha Kabare. Wazalendo na wa M23 hao ambao walikuwa na makombora, watoto walikuwa masomo, wale wanafanya vile, watoto wamekufa sana. Watoto wamekufa, walikuwa toka kwa masomo. Pia na wale warugaruga wasenzi walikufa wengi sana, wanakufa wengi sana. Foto ya surplace ambao nilikuwa pembeni na mtoto nikatosha picha mimi mwenyewe. Wanabeba kwa mgongo bako wamkimbiza, wanataka beba kwa hospitali. Na wengine watoto ambao walikufa. Njo vile iko donc bien vérifié parce que ni nyumbani karibu na kwetu, njo walikuwa nagombana na sasi mingi sana. Njo vile ndugu. Huyu mtoto kabisa, mtoto ni voisin yangu walifanya vile, na mwingine mtoto wa jirani alikuwa tu pale, njo walipiga mtoto mmoja akampiga masasi akalala tu pale akasambariza kichwa, na unjo walipiga sana masasi mgulu, njo walikuwa fasi pamoja.
kisha na watoto njoo walikuwa masomo. Sasa vilikuwa tu vile wakabafusa vili kata kidogo na njoo wakafungulia watoto wakakimbia. Bama wamepotea, wengine wamekufa na wengine wamejereuliwa. Njoo hali ilikuwa Kabare, ile paroisse ya Kabare, centre Kabare. Njoo vile bandugu, masasi nilikuwa sur terrain, donc niko sur terrain pale kabisa, niko sur terrain. Mpendwa msikilizaji, mapambano hayo yalichukua muda wa masaa na kusababisha watoto wengi, wanafunzi kujeruhiwa vikali, lakini pia wengine kufariki dunia. Baada ya mapambano hayo, leo tarehe 15 Juni mwaka wa 2025, ukimya unashuhudiwa kijijini Kagabi, Bushora, Chirunga na Bugobe, uko ni tarafani Kabare. Amani TV Media. Na tukiachana na habari kutokea tarafani Kabare, moja kwa moja tuelekeze jimboni Kivu Kaskazini, ambako baada ya Kamanda Kabido, akiwa moja kati ya kamanda wa vikosi vya wazalendo, kukamatwa kwa tuhuma za ukisiwa kwamba anashirikiana na wahasi wa M23, hatimaye wazalendo wa jimbo Kivu Kaskazini wameamua kumlahumu na kutoa shutuma zao kwa kamanda huyo. Au wamekusanyana kwa wingi na kuanza kuunda wimbo ambao wanaonesha kwamba Kabido, umefanya nini? Tizama sasa kile ambacho umekifanya. Hao wamemlahumu kamanda huyo Kabido kwa kuweza kusaliti kile ambacho aliweza kukiapia kwamba atapambania nchi Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa huzuni wanaimba, wasikilize. Na hivyo wazalendo wengi, licha ya kuimba nyimbo hizo, moyoni mwao wanakuwa na huzuni ya kuona kwamba ni mtu ambaye walikuwa wanamtegemea kwa njia moja za nyingine. Kumbe walikuwa wanamtegemea mtu ambaye hana tena maslahi ya kuweza kukomboa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Amani TV Media. Na moja kwa moja tuelekeze huko Beni, ni kwamba kumezaliwa na kikundi kingine kipya cha wazalendo ambao wanakuja kwa malengo ya kuweza kukomboa maeneo ambayo wanashikilia magaidi wa M23, lakini pia magaidi wengine. Au kwenye mafunzo yao ya pamoja alfajiri katika maeneo ya Nyaleke Center, walikuwa wakiimba nyimbo za kuonyesha kwamba wako tayari na hawana uoga na watafanya mapinduzi na uongozi wa Kigali. Hawa hapa wasikilize wakiimba kwa furaha na kujiamini vikali, kwa kusema ya kwamba wao wanakuja kusawazisha na kuhakikisha kwamba nchi inabaki na utulivu. Kila kukicha kunakuwa kunazaliwa na wazalendo maeneo mbalimbali, kuna wote wakiwa na lengo moja ya kukomboa maeneo ambayo magaidi wameshayashikilia kwa muda mrefu. Hawa hapa wazalendo, kundi jipya la wazalendo, wasikilize wakiimba kwa shangwe na vigeregere.
Burugi. Ale sumambele, 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 sumambele. Ale mama na bana cheminene, acheminene. Mama na bana simbanzete, asimbanzete. Mama na bana tutapondu, atutapondu. Kota to kota, simba to simba, simba. Eske elimwe, elimwe. Eske elimwe, elimwe ezali. Wapi? Nakati. Mama na bana simba boro. Mama na bana simba boro. Amba muselele. Amba muselele. Amba muselele. Amba muselele. Mama leli leli leli. Mama leli leli leli. Sebola linyemba. Mama leli leli leli. Mama leli leli leli. Sebola linyemba. Mama nakolala wapi? Mama nakolala wapi? Sebola linyemba. Mama leli leli leli. Mama leli leli leli. Sebola linyemba. Mama kokodeza de kolokoko. Kolokoko deza de kolokoko. Kolokoko deza de kolokoko. Kolokoko deza de kolokoko. Mayambo, 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 mayambo. Maya kokoro singa ekata nisera. Amela maya kokoro. 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 Na tutamatishe habari zetu za mchana wa leo tukijelekeza moja kwa moja huko Kamituga ambako waendesha bodaboda wameandamana na kufunga barabara na kusemea kwamba wananyanyaswa na wazalendo wapatikanao maeneo hayo. Au wanasema wazalendo na washurutisha kuweza kuwabeba wao huku hata kama wakiwa na mizigo, kitu ambacho kimewapatia huzuni na kusababisha wao kuchukua azimio ya kuandamana na kufunga barabara ili waoneshe kwamba hasira zao viongozi wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini pia viongozi wa wazalendo wapate kusikia malalamiko yao. Licha ya ulinzi ambao wazalendo wanawafanyizia, lakini wanasemea kwamba wanazidi kuwasumbua wao waendesha bodaboda, hususan pale ambako wanakuwa na uhabiria wao wanapowalazimisha kuwashusha mahabiria na kuwasafirisha wao sehemu ambako wanahitaka. Hawa hapa wasikilize wakiwa kwenye maandamano hayo wakizungumza kwa hasira kali kwa kuonesha jinsi gani wamechoshwa na hali hiyo. Wasikilize waendesha bodaboda kutokea Kamituga. Hapa ni Kamituga essence uplace hapa kwa essence kwenye barulaji wanafanya kuvivre, wanafanya kazi yao. Probleme ni nini? Mamontari wanafunga barabara kuhusu dossier bazalendo. Bazalendo wanabatatiza sana, bazalendo wanabagandamiza sana, bazalendo wanabazarau sana. Muzalendo yuko hana adabu tena, nakuta mtu uko kumoto na bapasager na mizigo kabambe anafungula ile mizigo, anapenda afungule mizigo a peu près ya mingi sana, yeye anapenda bamubebe tu yeye mtu. Na kuko mzalendo mwa mwenye balikuwa afungulisha mizigo vile akatuliza moto, akasema atuliza moto, akapenda atuliza moto, akaanza piga masasi yeye mzalendo na kupiga ule policier ule roulage ule montage, na inaita vraiment ba montage banasema trop c'est trop. Aba uzi yake mamoto bazalendo, mamoto ni zabo ajiko mamoto za bazalendo. Na kama nasaidia bazalendo haiko hapo ndio waliangaja ka bazalendo kwa angaje na baziangaje ndio bope kwa mapenzi yao. Sisi banona kama au moins trop c'est trop vya kukua bitakuwa ndio bado ndio banakia kule. Banasema bitakuwa banasema hapa kuna mgari kupita, kuna moto kupita na bafungule ile mzalendo banabeba. Parce que le mzalendo banabeba bana mtia pardon. Banabeba le montar bana mtia en prison. Sur ce banaona ndio bale banakia na pine kule, banakia wakisha pale ba montari ya Mwenga, Kitutu, Kamituga, banasema bazalendo wanawagandamiza sana. Babi kwa hapo ndio baliangaja ka bazalendo, muzalendo ni mtu anazitolea yeye peke, mais hapa takia kandamiza mwingine mtu mkazi yake ndio population inasirika sana hapa kwa essence Kamituga. Mnaona bureau ya mairie pale. Bureau ya mairie pale naona watu biko alerte sana. Njoo ile ni kusema bazalendo mujite kufasi yenu. Mkeheshimiwa na nyinyi mheshimie benzenu.
vile mnaheshimia uzalendo kazi yenu, nyinyi mheshimia ba montari mkazi yabo. Vraiment haiko bien kutafuta kuzaro kazi ya mwingine mwenzako na ba passager. Antoa kwa ile affaire ya 180 km kumfika kunjio mfungulishe bale ba passager bakubebe wewe tu individu wewe na ekra yako na antenne yako. Hapana, haiko vile. Attention kabisa, vraiment muzirekebishe parce que ba montari mnani ba voyou na ni batu ya matata na nyinyi kwa wengine mtakutana na ndio unaona vita, unaona vile vitu nakufa na kwa hakuna kupita. Saa hii na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hayo ndiyo yanayojiri kwa sasa uko Kamituga, hali ya sintofahamu kati ya waendesha bodaboda zidi ya wazalendo wapatikanao Kamituga, lakini pia tarafani Mwenga. Kwa hivyo sina la ziada katika habari zetu za mchana wa leo. Ikiwa ni mada yako ya kwanza, nakumbusha tena hakikisha na subscribe, una comment, lakini pia kushare. Maana tuko hapa kwa ajili ya kukuletea habari za ukweli na uhakika kutokea kote mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini pia dunia nzima kwa ujumla. Hii ni Amani TV Media. Asante kwa muda wako. Amani TV Media.